Kama gawa. Kama gawa. Kikao cha wanaume. Uzulia kikao kae mbele. Sasa hivi tunakuwa wakali sana getini pale. Huwezi ukapita pita mtu. Kikao cha mwaka huu kikali sana. Yaani getini pale mtu hawezi kupita hivi hivi. Upito umekamilika kila engo. Kila engo. Kwa kile mengine mbali pia na wazazi. Majina ya attendance hapo. Mimi naitwa Teodoro Emmanuel Kagoma. Teodoro Emmanuel Kagoma. Hiyo Kago ndio kwenye Kagoma hiyo. Hapo ilikuwa kuaje wewe ukaingia kwenye tasnia ya uchekeshaji? Njaa tu, muda njaa tu na kupiga vizuri. Unagundua kumbe nina kitu fulani. Profession yako ni nini? Mimi accountant nimemaliza pale TIA. Piga sana BIPSA Bachelor Accountant Public Sector Accountant Finance. Ila sana ndio tulikuja huku. Mungu akupe unachotaka, akupe unachostahili. Kwa tukaona hivi Mungu tunaendeleza kipaji basi riziki inapatikana tunaendelea nazo. Hivi ilikuwa lini uliamua kwamba sasa mimi nataka niwekeze nguvu kwa namna yoyote ile nitatoboa? Pale ambapo unaona kabisa vitu kipo kinakuhitaji na kila nikifanya hivi vitu vinaenda. Mwanzo unaanza kama utani, unaona nifanye hivi nifanye, watu wanapenda. Basi unajua kabisa mimi riziki yangu ipatikana huku. Mungu amepanga huku basi tunaendelea kufanya. Hivi ni siku gani, kwa sababu kila mtu anakuaga na one day yake. Kwamba bana mimi kwa safari yangu hii siku ndio ilibadilisha kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa sanaa. Kwa sanaa msemo wangu wa kwanza ule bado hujasema. Ule bado hujasema ulinifungulia dunia ule. Bado hujasema ilienda viral sana na watu wakanijua, ndo mwanzo hapo. Nashukuru Mungu watu wamenipokea, nazidi kupata vitu vizuri. Tunapa vitu vizuri vinakuja. Hivi kwa haraka bado hujasema ilikubadilishia maisha kwa kiasi gani? Kiasi kikubwa. Unataka kutoka kwa bibi kuishi kwa bibi mpaka kupanga kidogo kuoa. Ametushaoaga sio kwenye ndoa. Bado hujasema ndio ilifanya mpaka ukapata mke. Mpaka tukaoa na mtoto mmoja babake na inaitwa Baba Ikram. Kwa hiyo ni maendeleo hayo. Maendeleo makubwa. Pia namshukuru Mungu ilinipigia hatua moja kwenda wengine, pia rasilimali watu maendeleo watu. Yaani maendeleo watu afa unarudisha nyuma watu. Kwa hiyo inabidi uwe na akili nyingi sana kuishi na watu. Ila nipeka viral na watu wakanijua mpaka sasa hivi nashukuru Mwenyezi Mungu mambo yanaenda. Kuna kipindi ushawahi kuhisi kukata tamaa? Kubwa lakini sipendagi hali. Kila ikija najipa moyo, najipa maneno ya ushindi, naendelea na safari. Sababu safari ya mtafutaji inabidi iwe na milima mabonde. Nisikusuka hapa na pale, ila lengo kutimiza ndoto, kutimiza malengo. Malengo sio kushindana. Wewe ukitimiza malengo yako hiyo ndo fanikio lako. Ukiachana na hizi changamoto za kawaida, ni tukio gani ambalo uliwahi kukuta kwenye tasnia yako likamkata sana ukasema kwenye hili pigo? Kunikata? Sijajua, labda comment tu. Una comment, unaona wachapa comment mkasema huu vipi, ila kuna muda hizi zinakupa challenge za kuzidi kutuma content kali. Maheta ndo sababu wanakupa nguvu ya kupambana. Huwezi ukapenda na kila mtu. Inabidi kuwe na maheta wazidi wanapokuponda ndio unazidi kujitathmini, unabadilika, unazidi kwenda mbele. Unaweza kumshauri mtu ambaye sasa hivi anatamani kuingia kwenye tasnia hii ambayo wewe uko? Kumshauri aingie kwenye comedy. Ajitoe kikubwa sanaa yake kikubwa. Kila mtu anakata kipande chake. Wengine wanakula ice cream sugar, wengine wanakula keki nzima, au utakula mapambo wewe. Kwa hiyo unajitengenezea kipande chako wewe ambacho ubunifu wako wewe ambao watu watakujua. Sababu bwana kitunga kitu hiki kinaenda. Dunia kubwa, kila watu wa kupokea watu. Yaani watu hapo kupokea watu. Hakuna watu wa kila mtu. Sawa. Hakuna watu wa kila mtu. Yaani watu hapo kupokea watu wapi. Kwa hiyo ajitume tu, azidi kwa mbunifu, aingie kwenye sanaa. Atafute kitu kipya anaingia mjini. Hivi nakuaje? Yaani unachukua muda gani? Mfano kama bado sijasema
bado hujasema. Ilikuchukua muda gani kutengeneza idea ya namna ile na ukaamini kwamba hii inaweza kanisaidia, au ilitokea tu kwamba umetambulisha na watu wakaitokea? Zile from nowhere tu zinakuja kaa chafya. Unajua kuna content moja inakuja kwenye content nyingine. Unaona kwenye content moja inakuja content nyingine. Unaweza kushoot content nyingine ukaongea neno unasema watu wazako ambao kitu ina kitu tutafutie hivi tutafutie yengo. Kwa hiyo inakaa unaendeleza. Hakuna juu kukaa ndani juu kutunga misemo. Unapozidi kufanya content kwenye content unapatikana kitu kingine unakiendeleza. Yeah. Unaweza kutajia top 5 ya content creator na comedians ambao unawakubali sana? Content creator na comedian? Na content creator wengi. Wengi sana. Wale top wale ni watano. Kwanza najikubali mwenyewe. Ndio. Ya pili namkubali sana Dalo, Steve Mosi, Chexidula. Wengi watano zao umenipa wachache wako wengi. Wengi sana. Chexidula, wana Bonege. Kuna wengi wamefika ngapi? Hawashafika 5. Basi hapo. 5. Wachekeshaji wengine ambao unaona kwamba ni underground lakini wanapokuja wanakuja moto. Wewe unaona kwamba kuna vijana kuja, unaona content zao wanapokuja, unaona huyu atafika mbali. Kuna hapo wengi Dopinyo kali sana, anakuja vizuri sana. Yaani mkali anakuja vizuri Dopinyo yule. Hapo wengine Balingo naye wakali hao wakali kweli. Wengine kwa hao mimi ndo nafuatilia sana. Kama unafuatilia muziki sana, nitajie top 5 ya wasanii wako bora hivi sasa Tanzania. Hapo unamweka tena nani namba moja tena utamweke nani tena? Unaweza kumtaja mjomba wako au unamweka Simba namba moja? Namba 2 unamtia nani? Na Alikiba. Kuna Harmonize, kuna Mario. Kuna nani tena huyo? Changanya tena. Ngangube sana Vanessa Mdee. Sema ndio hivyo. Haimbi tena. Ila unatamani arudi kwenye game Vanessa Mdee. Natamani arudi, wanapenda sana nyimbo zake. Tunakosa kitu yani. Kwa hizi salamu zimfikie kwamba watu wamemisi. Maana sio wewe wa kwanza kusikia. Vanessa Mdee anatamani, yani unatamani kurudi kwake. Lakini kitu gani zaidi ambacho kilikuvutia zaidi kwa Vanessa Mdee mpaka unaona huyu akirudi bado atatisha sana? Midondoko yake ilikuwa hatari na melodi yake ilikuwa tofauti. Yaani ukipiga intro tu ile unajua kabisa Vanessa Mdee. Yaani alikuwa unique. Wewe hujaviona kwa watu wengine. Yaani ukizungumza kweli kwa sababu hata likipigwa leo sasa kama imetoka juzi. Unaona? Ndio hivyo sasa kila mtu mpango wake. Kago mpira unafuatilia bila shaka. Hizi Simba na Yanga. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi Yanga tena hapo kuna mtu nini tena asijue. Kuna watu walikuwa hawajui. Watajua. Naona ifuatilia mimi wanajua mimi Yanga lia. Tena Yanga kweli. Unaionaje timu yako? Timu yangu inagawa vidozi kulingana na mtu anayekutana naye. Tunapiga dozi kulingana na mtu anayekutana naye. Kila ligi unaona. Dabi umeiona lakini? Dabi unaona kabisa Lenzimeni kabisa, unaona Lenzimeni kabisa, unaambia hujaona? Lenzimeni ya Dube hujaiona Dube? Offside. Unaona wakia Dube anafunga bwana. Hiyo ilikuwa kamba. Hiyo ilikuwa kamba kweli. Lakini siku ile ya mwalimu wewe uliona? Mwalimu sasa si alianza kushika. Ngoja fikiria minyato. Ile minyato hujaona unafuatilia clip juu waandishi wa habari. Vuta screen isikivuzumu. Alianza kuichukulia hapa. Alishika kwanza. Alichukua akajikuta Maradona akaushusha. Kama ndio hivyo. Bwana, mimi nataka uniambie wachezaji gani pale Yanga unakubali kinoma pale Yanga pale. Pale namba moja tena Diala mtu kabisa namkubali sana.
Djigui Diarra, kuna Depu mashine ya kazi. Kuna Shabalala pale. Shabalala mtu hatari sana. Katikati pale kuna nani pale? Conte yule. Nani yule? Conte Damalo. Kata umeme yule mtu hatari sana. Hivi pale Simba ni mchezaji gani ambao unatamani angekuwepo yani? Pale Simba? Yule pembeni anachukua sana watu. Nani yule? Kama Messi yule. Yani ana vitu vingi. So Elimpanzu bwana, Mpanzu namjua. Yule mtu. Yule unatamani angekuwepo pale Jangwani. Yule Kizobazi tunamchukua. Mtu kweli yule. Mwingine? Kwa yule mimi namkubali yule. Yule akija Jangwani unyama. Ana namba pale, namba. Kabisa. Neno moja kwa mashabiki ambao wanakufuatilia, wanatamani kuona ukipiga hatua kila siku. Kikubwa tu shabiki zangu ni support ndio kubwa sana. Wale mashabiki ndio mabosi. Mashabiki ndio mabosi. Mimi hata kwa content zangu baadaye na baadhi nachukua kwa mashabiki. Kama za kauja wanaume bwana, hii mambo gani hivi? Wanashusha pale, kwao na wasikiliza, kubwa ni support tu. Wasinichoke. Kwa Kago hatuonagi sana zile collab kama wanavyofanya wengine. Tumeona ya Wena Kidutu. Lakini hatuoni ukifanya na watu wengi kusikiliza wengi. Changamoto waga ni nini au kuna kitu unakiandaa wewe? Collab zinatokea ziko vizuri. Mimi na Kishopo tuna shoot. Ila sasa hivi kuna program director. Kuna vitu tunaweka sawa tuende na upande kidogo hata YouTube. Tuweke nguvu kidogo kule mambo yaende sawa. Kuna kitu kipya kinaandaliwa kikubwa. Mimi natamani hiyo kwanza na nipate exclusive kabisa. Basi kama mkakula. Tena shida. Pamoja sana. Shukrani.